Hebu tuanzie picha yetu hapa. No young man. Asema hakuna kijana mdogo au na mkubwa kiasi gani, hakuna mtu ajuaye hatima yake. He cannot live. Na uwezi ukajua nafasi katika historia ya maisha yako ambayo iko mbele yako, Like everyone. kama kila mtu anavyoishi na kujifunza tu. And so it will Na hivyo ndivyo takavyokuwa kijana mdogo huyu anayekuja kwenye mageti ya mji wa Camelot. a boy. Kijana ambaye ni baba wa historia. His name Jina lake Merlin. Kuna kijana mmoja anakaribia katika kambi kubwa kabisa, yani ngome kubwa inaitwa Camelot. Hii ilikuwa ni utangulizi kabisa, mtu alikuwa anatambulishia picha hii kabisa pa mwanzoni kabisa. Bila kusahau picha hii imezaminiwa kabisa tena mwaka 2020 na bosi mkuu toka pande za Marekani. Wanamuita bosi mkuu Jean-Pierre Clovis Nouvelle Generation de la Sony pande za United States of America. Picha inakuja tena leo mwaka 2020, inaitwa Merlin, The Adventure of Merlin. Tuna tukaone tafiti za Merlin zilikwaje. Na mtu ingie katika picha ya mwanzoni kabisa. Kuna kijana mmoja anaingia katika mji wa Camelot. Udogo anamuita Merlin. Nafikiri tulimwona utangulizi kabisa, jina lake ni Merlin. Leo alikuja katika mji mmoja ambao umechangamka sana. Hii ni falme nyingine, ni ufalme wa Camelot. Camelot ni ngome ya kifalme inayojitegemea peke yake. Kuna mtu leo alikuja kumtembelea. Mama yake alimwagiza afike hapa. Hajawahi kufika jumba la kifalme, alikuwa anashangaa mazingira kifalme hapa. Mambo yalikuwa mengi kweli leo. Lakini leo kuna hukumu ilikuwa ikiweza kutolewa kwa mtu mmoja kati anaingia katika mji huu. Kuna mtu alikuwa anaweza kuadhibiwa leo. Wacha hiyo inafundisha kwa watu wote. Huyu mtu anaitwa Thomas James Collins. Amehukumiwa kwa kosa la kutumia uchawi na kutombaza watu. Na kutokana na sheria ya Camelot, mimi Arthur Pendragon mfalme nilitoa amri kwamba uchawi hauruhusiwi hapa, na utakaposhikwa hukumu yake ni kifo. Na leo adhabu yake ni kifo ya mtu huyo. Najivunia kuwa kiongozi makini na mwenye haki, lakini kosa la uchawi kwangu adhabu yake huwa ni moja tu nitakayotoa. Huyu ni mfalme wa ufalme huu. Aliamrisha mtu huyu apewe adhabu. Adhabu yake ni nini? Funga macho mtazamaji, usiangalie kitu hichi hapa. Huyu mtu alihukumiwa kukata kichwa mbele ya hadhara. Mfalme bila huruma anatoa amri mtu huyu akate kichwa. Pale pale alikatwa kichwa. Huwezi kuamini yani. Na tangu alipoikomboa ardhi katika maafa makubwa aliyoikumba ardhi hii, watu walinisaidia kwenda kuondoa uchawi katika ufalme wangu. Na natoa amri leo, tunaanza kusherehekea miaka 20 ya amani na kukamatwa kwa dragoni mkubwa wa ishara ya uchawi kutokomeza katika mji wa Camelot. Sherehe zianze leo kusherehekea miaka 20 ya kutokomeza uchawi. Mara kuna mama mmoja akaanza kulia pale. Mama alilia kweli. Kuna mchawi mmoja na mbaya kwenye hii ardhi na sio uchawi. Mbaya ni wewe. Kwa chuki yako na ujinga ulionawe mfalme. Mwenye ule mtoto wangu nikiona. Nakuahidi wewe leo, kabla hii sherehe haijaisha, utakuja kufuta machozi yangu mimi. Jicho kwa jicho, jino kwa jino, mtoto kwa mtoto. Nakwambia hivyo Arthur Pendragon. Kama tani huyo. Lakini mama alikuwa ni mchawi. Uweze kuamini. Pale pale alipotea. Huyu mtoto wake aliuawa. Kwa hiyo mama alikasirika, akatawanyika kiuchawi pale pale. Kwa sababu katika hii ardhi ya Camelot uchawi hauruhusiwi kabisa. Mfalme kuona hivyo alikasirika mno. Mfalme apendi uchawi. Watu wengi wakawa shangazwa sana, mfalme akikamatwa mchawi anauawa. Angalia kwa makini hapa. Dogo Merlin alishangaa kuona tukio hili, na ni mgeni ndo kwanza ameingia katika mji huu. Alishangaza sana hapa. Samani, nitampata Dr. Guys anaishi huko juu. Guys ni Dr.